Kuna taarifa ya kushtua hapa inayodai kwamba kundi la askari wa jeshi la wananchi wa Uganda liliingia nchini Tanzania usiku wa juzi kuamkia jana. Na taarifa hizo zimetolewa na mtu mmoja maarufu nchini Uganda ambaye ni mwanaharakati lakini pia ni mkosoaji mkubwa wa serikali ya Uganda. Huyu bwana anafahamika kwa jina la Kakwenza Rukirabashaija. Huyu kwa sasa ni mkimbizi. Alikuwa anaishi nchini Uganda, alikamatwa, akateswa sana na baadaye akafanikiwa kutoroka kutoka nchini Uganda na sasa anaishi ughaibuni. Kwa hiyo kwa njia ya mtandao wa kijamii wa Twitter, huyu bwana aliandika tweet ambayo ilidai kuwa usiku wa kuamkia jana, jeshi la ulinzi wa wananchi wa Uganda linalofahamika kama UPDF, baadhi ya askari wa jeshi hilo walivuka kupitia ziwa Victoria na kuingia nchini Tanzania kwa kutumia boti kadhaa, na akadai kwamba askari hao waliongozwa na Luteni Kanali Nsaju. Hizi taarifa kama nilivyosema zilitolewa na huyu bwana Kakwenza kupitia mtandao wa kijamii wa X, zamani ukifahamika kama Twitter. Na kwa mujibu wa madai yake, anasema kwamba askari hao wametumwa kuja kusaidia serikali kukabiliana na vijana wa Kitanzania wanaotishia kuandamana. Kwa hiyo kwa mujibu wa madai ya huyo bwana Kakwenza, anasema kwamba kinachoonekana kwa mujibu wa maelezo yake kwamba pengine uamuzi huu umetokana na kukosekana imani kwa jeshi la wananchi wa Tanzania, na hiyo kupelekea kutafuta sapoti au kuimarisha nguvu kutoka jeshi la Uganda. Na huyu bwana anadai kwamba Rais Yoweri Museveni wa Uganda alikubali kutoa msaada kama ambavyo aliwahi kufanya hivyo kumsaidia Rais William Ruto. Anadai kuwa yeye Rais Museveni alimsaidia Rais Ruto kushinda uchaguzi, na pia alimsaidia kutekeleza utekaji wa wapinzani. Hata hivyo, ni muhimu kusisitiza kuwa madai haya hayajathibitishwa, japo huyu bwana Kakwenza ni moja ya vyanzo vya kuaminika vya taarifa mbalimbali kuhusiana na Uganda. Hiyo sababu yenyewe iliyopelekea yeye akamatwe ni huu wanaharakati wa kuibua taarifa mbalimbali za siri, lakini pia kueleza maovu yanayofanywa na serikali ya Uganda, jambo lililopelekea serikali ya Rais Yoweri Museveni kuchukua hatua kali dhidi yake, lakini bahati nzuri kwake aliweza kutoroka na kwenda kuishi ughaibuni. Kwa hiyo taarifa hizi amezitoa kupitia akiwa ughaibuni, na kwa kupitia mtandao wa kijamii wa X, zamani Twitter, amekuwa akiripoti kuhusu masuala mbalimbali yanayoendelea nchini Uganda na taarifa mbalimbali za siri. Sasa hakuna tamko rasmi lililotolewa na aidha jeshi la wananchi wa Uganda wala jeshi la wananchi wa Tanzania au serikali ya Tanzania kwa ujumla na serikali ya Uganda kuhusu madai hayo, na pia hakuna uthibitisho wote wa picha au video zinazoonyesha kwamba kuna hilo kundi la askari walioingia nchini Tanzania. Na kwa hiyo inafanya kuwa taarifa hii ya kubaki tu kama tuhuma ambazo hazijathibitishwa. Na kuna haja ya kutupia jicho kutokana na ukweli kwamba huyu bwana Kakwenza, kutokana na hayo yaliyotokea huko nyuma, anaweza asiwe mtu wa kuaminika sana, kutokana na ukweli kama ni mtu mwenye sema kama anabifu vile na serikali ya Uganda. Hata hivyo, hoja yenye nguvu ni kuwa yeye amekuwa akitoa taarifa mbalimbali za kweli kuhusiana na ufisadi, ukandamizaji, ukiukwaji wa demokrasia unaoendelea nchini Uganda. Kwa hiyo hoja kwamba labda anafanya kwa sababu ni mtu mwenye chuki inaweza kuwa isiwe na uzito sana ukilinganisha na ukweli kwamba yeye ni moja ya vyanzo vya kuaminika vya taarifa mbalimbali kutoka nchini Uganda, na pia amekuwa akihojiwa na vyombo mbalimbali vya kimataifa kuhusiana na mambo yanayoendelea nchini Uganda.
Kwa hiyo inaweza kuwa na uzito wa hiki anachokisema kutokana na wasifu wake kama mtu anayeaminika. Sasa kwa mantiki hiyo inawezekana kwamba kama kuna ukweli, kwa sababu ni muhimu kusisitiza kama walivyosema awali, endapo taarifa hizi zina ukweli, na ni vigumu kuthibitisha kwa wakati huu. Sasa kama madai haya na ukweli, inaweza kuibua maswali kuhusu imani ya serikali kwa Jeshi la Wananchi wa Tanzania. Na hii inaweza kuleta kurejesha tukio lililotokea hivi karibuni, ambapo mmoja wa askari wa vyeo vya kati katika Jeshi la Wananchi wa Tanzania, Captain John Charles Tesha, aliongea na Watanzania kupitia kwenye mitandao ya kijamii na akaeleza kwamba kuna ufisadi mkubwa unaoendelea, na kwamba akatoa wito kwa kulitaka Jeshi la Wananchi wa Tanzania kuchukua hatua la kuinusuru nchi. Tukio hilo kwa hakika halijawahi kutokea katika historia ya Tanzania, ni mara ya kwanza. Na mara baada ya kutokea tukio hilo, Jeshi la Wananchi lilijitokeza na kukanusha, lakini ukanushaji wake ulikuwa haukuwa na uzito, kwa sababu haukusema kwamba askari huyu sio wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania. Hata lugha iliyotumika ilikuwa ya kurembaremba kwa namna fulani. Kwa hiyo tafsiri iliyopatikana kutokana na hilo tamko la Jeshi la Wananchi wa Tanzania lilikuwa linathibitisha kuwa Captain Tesha kweli bado ni askari wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania, kwa sababu kama angekuwa amefukuzwa, taarifa ingetamka hadharani, ingetamka bayana kwamba huyu ni mtu aliyefukuzwa, huyu sio askari wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania. Na tangu wakati huo haijasikika kuhusu hatua gani zimechukuliwa dhidi ya Captain Tesha, kwa sababu ilitarajiwa, na yeye mwenyewe alisema katika ile hotuba yake kwamba anajua anachokifanya, anajitoa muhanga, anadhani kwamba atachukuliwa hatua, lakini hakuna taarifa yote iliyopatikana mpaka muda huu, ila tu kumekuwa na tetesi kwamba Captain Tesha hakuwa peke yake, kuna watu walikuwa nyuma yake, na kile alichokifanya kilikuwa ni kama sauti ya askari wengi. Kwa hiyo inawezekana endapo hizi taarifa za huyu bwana Kakwenza kama zina ukweli, basi labda pengine hilo tishio linaweza kuwa limetokana na hiyo kauli ya Captain Tesha kwamba labda kuna askari wengine wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania ambao wako nyuma yake, na pengine katika kuchukua tu tahadhari labda watawala wameona kuwa kuna umuhimu wa kuongeza nguvu kutoka nchi jirani. Kama nilivyosema, ni vigumu kuthibitisha masuala haya kwa sababu bado ni taarifa nyeti, na kama ilivyoelezwa pia hakukuwa na uthibitisho wote wa picha, lakini pia mambo kama haya ni ya siri. Kwa hiyo hata kufahamika kwake kunahitaji jitihada za ziada, lakini kwa kuwa bado kuna siku kadhaa, basi huenda pengine tukapata taarifa zaidi, hasa kutoka nchini Tanzania. Huyu anaweza kuwa ametoa tu taarifa hizi kwa maana ya kuhamasisha watu au vyanzo mbalimbali nchini Tanzania kuweza kuthibitisha au pengine kukanusha kuhusiana na hilo lililoelezwa. Kwa hiyo hii ni taarifa kama nilivyosema imepatikana hapo jana, ikidai kuwa kundi la askari kutoka Jeshi la Wananchi wa Uganda limeingia nchini Tanzania. Taarifa hizi zinaweza pia kuwa na athari kisaikolojia kwa askari wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania, kwamba labda hawaaminiki, na kama wanaona hawaaminiki, basi wanaweza kuamua kuchukua upande wa wananchi, kwa sababu kumekuwa na miito kutoka kwa wananchi kuhusiana na haya maandamano ya tarehe 29 kuwasihi watumishi wa vyombo vya dola kuungana nao. Jasusi TV inaendelea kufuatilia kuhusu hili. Je, una maoni gani kuhusiana na taarifa hiyo? Karibu basi utoe maoni yako hapo chini kwenye comment. Asante na kwaherini.